Tuliona jana hata kwa wanyama wanaokula nyama wanapata shida ya figo. Lakini kingine ni ugonjwa wa moyo, kisukari, changamoto za ubongo kama Alzheimer, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, lakini pia na kansa. Sasa tukianza na kansa, Shirika la Afya Duniani walipokuwa wanajaribu kuainisha vihatarishi vya kansa, walivipa madaraja. Kuna vihatarishi daraja la kwanza ambavyo hivi vimehakikishwa kabisa kwamba hivi ni chanzo cha moja kwa moja, lakini daraja la pili wameligawanya 2A na 2B. Sasa tuachane na hayo madaraja, tuje tu kwamba nyama iliyosindikwa kama sausage, bacon na hot dogs, hizi zinasababisha kansa moja kwa moja, na hiyo imeshathibitishwa. Kwa hiyo unapokula sausage, jua unakula kisababishi cha kansa. Mimi tangu nitambue hilo sijihusishi na ulaji wa sausage. 2A ni visababishi vyenye uwezekano mkubwa wa kuleta kansa. Hapa unakuta nini? Hapa unakuta nyama nyekundu, nguruwe, nyama ya ng'ombe na hata kondoo na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja hivi vitu vinasababisha kansa. Sasa vinasababishaje kansa? Moja, vitu vinavyotumika kuhifadhi nyama huwa wanatumia compound za nitrate. Hizi zinapoingia kwenye mwili zinabadilika na kuwa vijisumu ambavyo vinashambulia seli za mwili, especially DNA yako. Kwa hiyo DNA ikiisha shambuliwa, seli zinakosa mwelekeo na zinashindwa kufa. Kwa hiyo matokeo yake zinakuwa kwa kusababisha kansa. Lakini jambo lingine, ule uchafu mwingi unaotokana na sumu. Moja ya sumu kubwa ni kiwango kikubwa cha chembe za damu katika nyama. Chembe za damu katika nyama ni moja ya riski kubwa inayopelekea hata kansa ya utumbo mpana, kwa sababu inapofika pale ina affect zile seli zinazo line utumbo mpana, na hivyo kupelekea uharibifu unaopelekea kansa. Na kansa ya utumbo mpana imeongezeka sana hata hapa kwetu Tanzania, na nimeshuhudia baadhi ya vijana wakipoteza maisha kwa sababu ya kansa, na wanashuhudiwa kabisa walikuwa ni walaji wazuri sana wa nyama. Changamoto nyingine ni magonjwa ya moyo. Uchunguzi unaonyesha kwamba ulaji wa gramu 50 tu za nyama iliyosindikwa kwa siku zinaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo kwa 18%. Nyama ambayo haijasindikwa ni 9% ya hatari ya ongezeko la hatari. Sababu kuu ni nini? Magonjwa ya moyo yanayotokana na nyama ni kwa sababu ya mafuta yaliyoko kwenye nyama. Mafuta yaliyoko kwenye nyama yana cholesterol ama lehemu mbaya isiyohitajika mwilini, ambayo huwa inaenda na kuganda kwenye mishipa ya damu, na hivyo kuongeza shinikizo la damu na kuathiri utendaji wa moyo. Lakini sababu nyingine inayopelekea magonjwa ya moyo kwenye nyama ni chumvi. Watu wanasema utamu wa nyama ni nini? Chumvi. Sasa chumvi, matumizi ya chumvi katika nyama yanaongeza hatari za magonjwa ya moyo. Haya, gonjwa la tatu linaloletwa na ulaji mwingi wa nyama, kisukari. Zamani watu walikuwa wanaamini kisukari ni kwa sababu ya ulaji wa sukari, lakini tafiti zimeonyesha kwamba sukari nyingi inasababisha kisukari, kwa sababu inapozidi inabadilishwa na mwili kwenda kwenye nini? Mafuta, na yale mafuta yanaisababisha insulini isifanye kazi yake vizuri. Sasa kumbe ulaji wa nyama na mafuta ya wanyama unaongeza yale mafuta moja kwa moja na kuzuia utendaji kazi wa insulini.